Habari mpya wiki hii na mwaka huu 2026 ni kutoka kwenye Google. Google wametoa series yao mpya ya simu mpya ambayo ni Pixel 10 na Pixel 10a. So, leo tuende hatua kwa hatua tukareview jinsi ambavyo hii simu imeboreshwa, baadhi ya vitu ambavyo vimeongezwa ukilinganisha na simu iliyopita ambao ni Pixel 8. So, tuende tukaangalie ni vitu gani ambavyo vimeongezwa kwenye Google Pixel 10 na Google Pixel 10a. So, kama kawaida, kama hujasubscribe, embu subscribe hapo ili ungane na chaneli hii kubwa. So, hii ni Tech Janja, sehemu sahihi ya kuichambua tech kwa lugha nyepesi ya Kiswahili, yani Tech in Swahili. Sasa, kwanza kabisa wametoa simu ambayo ina rangi 4. Rangi 4 hizi ambazo ni kijivu, nyekundu, nyeupe na nyeusi. So, kama nilivyokuambia, kuna Pixel 10 alafu kuna Pixel 10a. Pixel 10 ndio ile ya ni kubwa na Pixel 10a hii ni ya kawaida tu. So, tutaenda kuvijua. Kwanza kabisa, hii simu ina waterproof. Wameleta hii simu ina waterproof, kwa hiyo hata ikiingiliwa na maji, hata ukiingia nao, una uwezekano wa kuingia nao kwenye maji na simu bado ikawa iko fresh kabisa. Kwa hiyo huu ndo utofauti ambao imetofautiana kabisa na ile ambayo ilikuwa 8 ambayo ilitoka 2025. So, huu ni utofauti ambao hii hapa Google Pixel ambao wametoa mwaka huu wa 2026. Yani ina waterproof ambao inaweza ikawa ni ulinzi, manake hata ukiloana au ukiingia nayo kwenye maji unaweza ukaitoa ikiwa fresh kabisa, yani kabisa bila wasiwasi kabisa. Hii wamefanya hivyo kwa sababu watu walilalamika sana kuhusiana na hii hapa, kwa sababu ukiangalia hawa wanakimbizana na iPhone. Okay? Sasa tukiangalia upande wa RAM wamekuja kama inavyoonekana ni aina mbili, ambao ni simu aina mbili. Pixel 10 itakuja na RAM 12, alafu Pixel 10a yenyewe iko na RAM 8. So, utaangalia hapo, kwa wale wacheza game hapo wataelewa. Hizi hapa zinasaidia sana, inakuwa simu iko faster kinoma. So, tukienda kwenye storage. Kwenye storage hii hapa Pixel 10 itakuwa na 128, alafu pia itakuwa na 256. Alafu hii nyingine ambao ni Pixel 10a yenyewe itakuwa na 128, pia na yenyewe itakuwa na 256. Umeona jinsi ambavyo hawajamwacha nyuma hata huyu mwenye Pixel 10a. So, ndio maana wameenda direct kama hivyo. Sasa tukija kwenye upande wa beti sasa. Kwenye upande wa beti ukiangalia kwenye upande wa beti hapa ndiyo patamu sana. Kwenye upande wa beti Pixel 10a yenyewe itadumu ndani ya masaa 30. Kwa hiyo itaperform ndani ya masaa 30. Lakini Pixel 10 yenyewe itadumu ndani ya masaa 24 kutokana na matumizi yako. Pia kwenye kuichaji ni dakika 30 simu inakuwa imejaa. Huo ndio ubora ambao umeongezwa. Tukija kwenye upande wa display imeboreshwa zaidi. Sasa hivi display ambao wameiwekea hii series ni display ya kioo ambacho ni inchi 6.3. Kwa hiyo ni kioo kikubwa sana kwa watu ambao wanapenda magame na kupiga picha. Hii hapa inawafaa zaidi. Hii ni simu ambao ni kali sana sana sana. Display yao kabisa hiyo inatosha kabisa. Pia ina muonekano mzuri, inatoa kamera kubwa sana. Sijaonyesha kwenye upande wa Pixel ambazo ni kamera, lakini kwenye upande wa kamera imetoa ni kamera kubwa sana. Lakini kama unavyojua Google wamewekeza sana kwenye upande wa kamera. Kwa hiyo ukiona simu yoyote imetoka ni ya Google, ujue kamera hiyo rafiki yangu ni kiboko, yani ni hatari sana. Kwa hiyo wameinvest sana kwenye kamera, alafu kwenye awamu hii pia wameongeza upande wa betri. Ukiangalia betri ina miliawa 5200. Kwa hiyo ni
miliawa kubwa sana ambayo inaweza ikaperform kwenye kazi zako, kwenye magame au kwenye shughuli zako za hapa na pale. So simu ni kali kama inavyoonekana. Simu ina muonekano mzuri kuanzia Pixel 10a na Pixel 10 ambayo ni kavu. So kama unaweza ukaipreorder hapo, unaweza ukaanza kupreorder ili ukapata simu yako ambayo ni kali kutoka Google. Google huu ni mwendelezo, na hii ndio habari mpya ya wiki hii na huu mwaka 2026. Google hawana mchezo, Google hawafai. Na hii imetoka mwaka huu, na sio kwamba 10 ilikuwa haipo, hapana. 10 ambao waliotoa ambao ni Pixel 10 yenyewe haikuwa ni Pixel 10 wala Pixel 10a. Yenyewe ambayo walirelease ilikuwa mwaka jana, walirelease ambayo ni Pixel 10 Pro. Pixel 10 Pro ndo walirelease ndani ya 2025. Kwa hiyo mwaka huu ndo wameamua kulilizi simu hii hapa ambayo ni Pixel 10a alafu na Pixel kavu. Kwa nini wamelilizi hizo? Wamelilizi hizo kwa sababu hata ukiangalia bajeti yake, bajeti sio kubwa sana ukilinganisha na simu ambayo ilitoka ambayo ni Pixel 10 Pro. Ile Pixel 10 Pro ilikuwa ni ghali sana, ukitathmini ile kwa kibongobongo tu ile inauzwa zaidi ya milioni 3. Okay? Lakini hii hapa ambao ni Pixel 10 na Pixel 10a bei yake kidogo iko chini. Kwa makadirio ya hapa kibongobongo, hii Pixel 10 inauzwa milioni 2 kama na laki 2. Lakini hii nyingine ambao ni Pixel 10a yenyewe inakadiriwa kuuzwa milioni 1 na laki 2 mpaka milioni 1 na laki 3. Kwa ukiangalia hapo utaona kuna utofauti mkubwa sana ambao umetokea kwenye hizo bei. Ndio maana wameamua kulilizi hii Pixel 10a na Pixel 10 kwa niaba ya kufanyeje, kwa wale ambao unaweza ukafanyeje bei ikawa ni ndogo. Kwa hiyo ukiangalia simu unapata simu kali lakini bei ni ya kitonga. Kwa hiyo ukiangalia simu hiyo, simu ni kali sana. Wameinvesti sana kwenye kamera kama unavyoiona. Kamera iko vizuri sana, wameboresha sana, wameboresha vitu vingi, wameweka waterproof, kwa hiyo unaweza ukaingia nayo kwenye maji, okay? Na vitu ni vingi sana ambavyo vimeongezwa ndani ya Google Pixel hii. Kwa hiyo unaweza ukapreorder ili kwa niaba ya kufanyaje, ya kuipata hiyo simu. Isikupite, simu ni kali sana. Kwa wewe ambao unapenda simu za Pixel, huu ndio wakati wako. So kama bado hujasubscribe, hebu fanya hivyo, subscribe ili ungane na chaneli hii kubwa kwa tech nyingi kama hizi. So hii ni Tech Janja, sehemu sahihi ya kuichambua tech kwa lugha nyepesi ya Kiswahili. Yaani tunasema tech in Swahili. Till next time. Bye.